Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazide. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ndugu zangu Islam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo Adam, kwani hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumbia kwalo isipokuwa ametuumba kwa ajili ya ibada. Na hususan ni leo hii tuko ndani ya mwezi katika miezi mitukufu, na leo ni Jumaa ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Rajabu. Huu mwezi mtukufu hajaupa utukufu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa mwezi huu mtukufu ameupa utukufu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Amenena katika Qur'ani, Allah amesema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ndivyo alivyonena Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aliposema, hakika idadi ya miezi iliyokuwepo katika mfululizo wa miezi ya aliyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameumba miezi 12 kuanzia Muharram mpaka Dhulhijja. Ni miezi 12 Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba. Lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala akasema, minha, katika hiyo miezi 12 arba'atun hurum, kuna miezi minne. Na hiyo miezi minne Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye mwenyewe ndio kaipa utukufu. Wa kwanza ni Dhulqa'da, wa pili Dhulhijja, wa nne Muharram, na wa tano ni Rajabu. Anasema mitatu ni mutatabi'aini, mitatu ni yenye kufatilizana, ambayo ni hii Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram, inafatilizana hii. Lakini Rajabu yenyewe ni mudfarra, imejitenga, iko tofauti kabisa na hii miezi mitatu, lakini ni moja ya miezi mitukufu. Na leo hii tuko ndani ya mwezi katika miezi mitukufu. Na tena Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, ala fahamuni inna shahru Rajabu shahrullah, mwezi wa Rajabu ni mwezi wa Allah. Huu mwezi mtukufu wa Rajabu tuliokuwa nao ni mwezi wa Allah, ni mwezi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Shaabanu shahri, na Shaabani mwezi tunauandamia unaokuja hapo mbele, tunautazamia. Huu mwezi wa Shaabani ni mwezi wa Bwana Mtume Muhammad. Na Shaabani kana ahabu shuhuri ila nabii sallallahu alayhi wasallam. Shaaban, mwezi aliokuwa na upenda Bwana Mtume Muhammad ni Shaaban. Hakuna mwezi mtume alikuwa kama Shaaban, mpaka sema Shaabanu shahri, Shaabani ni mwezi wangu mimi. Mpaka na Aisha mwenyewe kathibitisha hili katika hadithi sahihi aliposema kwamba alipoulizwa ni upi mwezi aliokuwa na upenda sana Bwana Mtume, akasema Shaabanu. Mwezi wa Shaabani Mtume alikuwa anaupenda, na ndio kwa maana Mtume akasema Shaabani niachieni, ni wa kwangu mimi mwenyewe. Lakini wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani mwezi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe hapa, na sisi tuna wa kwetu. Allah ana wa kwake, Mtume ana wa kwake, na sisi tuna wa kwetu. Angalia ubora na utukufu tuliokuwa nao ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu sikiliza, hebu sikia. Katika kusoma kwao, katika kusikia kwako, kusikia mwezi wa Bani Israeli. Hakuna mwezi wa Bani Israeli, wala hakuna mwezi wa watu wa Nabii Adam, wala hakuna mwezi wa watu wa Nabii Nuhu,
wala hakuna mwezi wa watu wa Isa, isipokuwa kuna mwezi wa ummati Muhammad. Kwa nini? Na hii ni kwa sababu ya karama na utukufu tuliokuwa nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na utukufu na karama tumeupata kwa sababu ya bwana mtume Muhammad sallallahu, na ndio kwa maana tumeitwa umma bora mpaka tukapewa mwezi. Wenzetu hawakupewa mwezi. Nabii Allah Musa alikuwa anafunga lakini si Ramadhani. Kina Isa walifunga lakini si Ramadhani. Bali Ramadhani ni mahsusu kwa ajili ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tupo katika mwezi wa Rajab. Na Rajabu ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mwezi katika miezi mitukufu. Katika mwezi mtukufu wa Rajabu tuliokuwa nao, kuna ahadithi nyingi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zinatufundisha kuhusiana na utukufu wa funga, kuhusiana na utukufu wa nyiradi ambazo zimo. Hata katika hadithi nyingine ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, man qala min awwal ashr min Rajab, atakayesema katika 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa Rajab, subhanal hayyul qayyum, mara 100 kila siku ya Mwenyezi Mungu, iwe ni adhuhuri, iwe ni subuhi, iwe ni alasiri, iwe ni salagani, iwe ni umekaa unafanyaje, lakini isipite siku, yani katika hili 10 la kwanza, japokuwa la kuendelea kuisha. Leo ni siku ya 6 kama sikosei, kama sio 7 leo, bado siku 3, lakini bado hujachelewa. Anza leo. Leo ukisema subhana al-hayy al-qayyum, subhana al-hayy al-qayyum, ukawa unasema kila siku mpaka hizi siku 10 za mwanzo zikaisha, na 10 la pili likaja ukasema subhanallahi al-ahadus samad, 10 la pili ukasema subhanallahi al-ahadus samad. 10 la kwanza leo ukasema hivi subhanal hayyul qayyum, mara 100 kila siku. 10 la pili ukasema, ambalo linakuja mbele hapo, ukasema subhanallahi al-ahadus samad, subhanallahi al-ahadus samad. Kesha likaja 10 la tatu ukasema subhanallahi ar-raufu, subhanallahi raufu, subhanallahi raufu. Haya 13 ukawa ni uradi wako huu. Mtume anasema lam yasiful wasifuna min ahli samawati wal ardhi ma yu'ta Allahu min athawab, hatoweza kusifia msifiagi atokee mbinguni, atokee ardhini, akae aanze kusifia kile ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yasiful wasifun, hatoweza kusifia ma yu'ta Allahu min athawab, atakachokupa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa thawabu, yani thawabu ambazo atakazokupa Allah hazina idadi. 10 la kwanza ukasema subhanallahi subhanal hayyul qayyum, mara 100 kila siku. 10 la pili ukasema subhanallahi al-ahadus samad, mara 100 kila siku. 10 la tatu ukasema subhanallahi ar-rauf, mara 100 kila siku mpaka 10 likaisha. Hayo ndio malipo yake utakayapata, ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndo ameyaorodhesha. Anasema bwana mtume, faman swama yawman min Rajab imana wa ihtisaban, na atafunga katika mwezi mtukufu wa Rajab kwa imani na kutaka malipo mbele Allah subhanahu wa ta'ala, anasema istaujaba ridwanullahi al-akbar, ni wajibu radhi za Allah kubwa kwake yeye. Yani ni lazima uridhiwe na Allah, tena akuridhia kuliko kuwa kukubwa wewe utakayefunga walau siku hiyo, siku moja katika mwezi mtukufu huu wa Rajabu. Anasema sio hivyo tu radhi za Allah, hapana, wa askinul firdausul a'la, na makazi yako yatakuwa ni katika jannatul firdausi. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hivyo ndivyo alivyonena Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusifia walioamini, na walioamini ndo hawa ambao watakaofunga katika mwezi mtukufu wa Rajabu. Yeyote alioamini ataifunga Rajabu, atafunga katika mwezi mtukufu wa Rajabu, alomwamini Allah na bwana mtume Muhammad. Na mtume kaahidi yeyote atakayefunga walau siku moja katika huu mwezi mtukufu wa Rajab, ni wajibu, istaujaba, ni wajibu kwa wewe, ridwanullahil akbar, radhi za Allah zilizokuwa kubwa. Utaridhiwa na Allah kuridhiwa kuliko kuwa kukubwa. Hautoishia kwenye kuridhiwa tu, hapana. Wa askinu, na makazi yako, askanal firdausul a'la, na makazi yako, sehemu ya kwenye kutulia ni katika jannatul firdausi. Allah tujalie katika hao ya rabbal alamin, kwa sababu ukiishi katika firdausi umeishi na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna pepo ambayo mtume kasema muombe zaidi ya firdausi. Mtume kasema mnapokuwa mnataka kuomba pepo, ombeni firdausi.
kwa sababu Firdausi ndio yumo kipenzi chetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume pia akasema akirimu Rajab, ikirimuni Rajabu. Ikirimu Rajabu ni kufunga na kufanya nyiradi na kufanya matendo yaliokuwa mazuri katika huu mwezi mtukufu wa Rajab, utakuwa umeikirimu hii Rajab. Na yote mwenye kuikirimu Rajabu yukurimukumullahu bi alfi karama, Allah subhanahu wa ta'ala atakukirimuni kwa karama 1000 yaumal qiyama, siku ya kiyama. Ukikirimu Rajab ukumbuke kuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ikifika atakwenda kukukirimu pepo. Lakini si hivyo, hapana. Mtume pia akasema waman ightasala awwalu Rajab, atakayeoga siku ya kwanza, ishapita tayari hiyo, tufuka sina mbele na kuja, atakayekoga katika siku ya kwanza ya mwezi wa Rajab, wa awsatuhu na siku na 10 la kwanza, atakayekoga katika 10 la kwanza, ishapita ile 10 la kwanza bado halijapita, tunalo. Atakayekoga katika 10 la kwanza la mwezi wa Rajabu, wa awsatuhu na 10 la katikati ambalo ni 10 la pili, wa akhiruhum na 10 la mwisho la mwezi huu tuliokuwa nao. Yani ukachukua maji, baada ya kuchukua maji ukaenda zako bafuni, umefika bafuni ukatiania, ukasema nanuia kuoga sunna ya Rajabu, kisha baada ya hapo ukakoga maji, mwili mzima ukapata maji. Limekuja 10 la pili, kesha ukachukua maji ukanuia nanuia kukoga sunna ama kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Rajabu, ukakoga. Kisha 10 la tatu hivyo hivyo, Mtume anasema kharaja min dhunubihi ka yaumi waladatuhu ummu, unafutiwa madhambi yako yote kama siku uliozaliwa na mzee wako aswalio bwana Mtume Muhammad. Ukikoga namna hii, 10 la kwanza ukakoga, 10 la pili ukakoga, 10 la tatu ukakoga katika huu mwezi mtukufu wa Rajab, unafutiwa madhambi yako kama siku uliozaliwa. Sio hivyo tu, hapana. Fadhlu Rajab, ubora wa mwezi wa Rajab, ubora wa mwezi mtukufu wa Rajab ala sairi shuhuri, juu ya miezi iliyobakia. Yani utukufu na ubora wa huu mwezi tuliokuwa nao wa Rajabu, ala sairi shuhuri, juu ya baki ya miezi iliyobakia. Anasema kafadhlul Qur'an ala sairil kalam, ni kama ubora wa Qur'ani baki ya maneno mengine, yawe ya Mtume yawe ya nani, Qur'ani bado tabakia kuwa ni maneno matukufu. Na ndio ubora Mtume kapigia mfano wa huu mwezi tuliokuwa na wa Rajab, utukufu wake ni sawasawa. Yani kama vile Qur'ani juu ya maneno baki ya maneno mengine, iwe ni hadithi za Mtume, iwe ni aqwalul ulama, iwe ni vipi, lakini Qur'ani tabakia kuwa bora. Ndio bora, na ndio huu mwezi tuliokuwa na wa Rajab huu. Hii Rajab ni tofauti na miezi mingine, ndugu zangu Waislamu, tusiache ikapita. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msijidhulumu nafsi zenu katika huu mwezi mtukufu wa Rajab. Anasema bwana Mtume pia, maswama yauma min Rajab, atakayefunga katika mwezi mtukufu wa Rajab, fakaannahu swama 40 sana, ni sawasawa na amefunga miaka 40. Yani ukifunga siku moja katika mwezi mtukufu wa Rajab, hadithi nyingine ya Mtume anasema ni sawasawa na umefunga miaka 40. Hadithi sahihi, ipo katika Nuzhatul Majalisi, katika mlango wa fadhila za mwezi huu wa Rajab. Sahihi kabisa, wala haina mashaka. Atafunga walau siku moja katika huu mwezi tuliokuwa nao wa Rajab, ni sawasawa na amefunga miaka 40, malipo anayapata. Nimesema hapo awali, ndugu zangu Waislamu, hizi ofa zote tunazipata kwa sababu sisi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni kwa sababu ya ubora wetu na utukufu wetu tuliokuwa nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio kwa maana tunayapata haya yote ambayo tunayapata. Mtume hakuishia hapo, akasema inna fil jannati qasran, peponi kuna jumba, kule peponi kuna jumba, la yadkhuluhu illa swaimu Rajab, hakuna ataingia katika jumba hilo isipokuwa mfungaji wa Rajab. Yani wanaofunga katika mwezi mtukufu wa Rajabu, hao wana nyumba yao maalumu kabisa ya kwenda kuishi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie kwenda kuishi katika nyumba hiyo ya rabbal alamin. Wa an Abi Dardai, hadithi ya Abi Dardai, amesema Abi Dardai ani nabi, amesema Mtume, man swama yauma min Rajab, atafunga siku moja katika mwezi mtukufu wa Rajab, fakaannahu abada
abada Allahu umrihi, ni sawasawa na amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala umri wake wote, anafanya ibada tu, asimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio malipo anayapata. Swaiman qaiman, tena akiwa anafunga, akiwa anasimama. Fa idha swama Rajab, na atakayefunga Rajab, ukifunga Rajab, wewe unayefunga Rajab, unayefunga katika huu mwezi mtukufu wa Rajab, anasema nudia minas samai, pananadiwa kutoka mbinguni. Yeyote anayefunga Rajab pananadiwa kutoka mbinguni. Panasemwaje? Abshir, furahi, abshir ya wali Allah, furahi ewe wali wa Allah, bil karamatil kubra al uzma, kwa kupata karama na utukufu mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaqahu inda mautihi shurbatan, na utakuja kunyweshwa wakati wa kufa kinywaji. Tunaambiwa siku mtu anapokuwa yupo katika sakaratul mauti, akifikiwa na sakaratul mauti, huwa anapatwa na kiu kikali. Lau watu wakachukua maji yalokuwepo baharini, visimani, ndani mwenu, ekesha mkao, mnampa yale maji, unaambiwa hiyo kiu haiishi mtu akiwa katika sakaratul mauti. Lakini Mtume anaahidi ya kuwa kwamba mfungaji wa Rajabu siku anapokuwa anaondoka hapa duniani, hiyo kiu haitompata, bali yeye ataondoka akiwa safi. Allah tujalie katika hao ya rabbal alamin. Anasema utakujwa kunyweshwa kinywaji, alafu fayamutu rayyan, utakufa ukiwa huna kiu. Wayadkhulu qabrihi rayyan, na utaingizwa kaburini mwako ukiwa hauna kiu. Wayakhriju minhu rayyan, na utatolewa siku ya kutolewa kaburini ukiwa huna kiu. Wayaruddu aljanna rayyan, na utarudishwa ama utaingizwa peponi ukiwa hauna kiu. Wewe utakayefunga katika huu mwezi mtukufu wa Rajab, tena Mtume anavyotupenda akasema walau siku hiyo, siku moja tu. Yani hakuna ulazima wa kufunga mwezi wote, wala usiku moja tu. Ukifunga mwezi wote umependa wewe. Ukifunga siku 15 umependa wewe. Ukifunga siku 10 umependa wewe. Yani ndio unajizidishia malipo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mfano wa mtu anapokuwa anatoa, ukitoa shilingi 100 unapata malipo kidogo. Shilingi, yani hivyo unavyozidi kutoa unazidi kupata makubwa zaidi. Ama ukiwa na mtaji mdogo unapata kipato kidogo, ukiwa na mtaji mkubwa unapata mafaida makubwa. Ndo mfano wa huu mwezi tuliokuwa nao. Ukifunga sana unapata sana katika huu mwezi wa Rajabu. Anasema pia Bwana Mtume, inna fil jannati naharun, peponi kuna mto, yuqalu lahu Rajab, unaitwa Rajab. Kule peponi kuna mto unaitwa Rajabu. Anasema ashadu bayadha minal laban, ni mweupe kuliko maziwa. Wa aberide mina thelji, na ni wabaridi kuliko theluji. Wa ahla minal asal, na ni mtamu kuliko asali. Man swama yauman, atakayefunga walau siku moja, Mtume anasema atakayefunga walau siku moja min Rajab, katika mwezi huu mtukufu wa Rajab, saqahu Allahu ta'ala min dhalika an-nar, utakwenda kunywa katika huo mto. Allahumma ja'alna minhu ya rabbal alamin. Allah tujalie katika hao watakaokwenda kunywa katika mto huo ya rabbal alamin. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha qara'ata al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم واستعفي عني وعنكم وعن جميع المؤمنين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العظمة والكبرياء والملك والملكوت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر وبشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، أوصيكم مرة ثانية على تقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu Waislamu, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu
katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mara nyingine tena, ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada ya Rabbil Alamin. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyoarifisha toka awali ya kwamba tuko ndani ya mwezi katika miezi mitukufu, na huu mwezi mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndo ameupa utukufu. Huu mwezi wa Rajabu Allah yeye mwenyewe kama tulivyoona toka mwanzo ndo ameupa utukufu Allah mwenyewe, na mtume akasema Rajabu ni mwezi wa Allah. Huu mwezi tuliokuwa nao, tuko ndani ya mwezi wa Allah. Itakuwa ni ajabu huu mwezi wa Allah unao alafu ukafanya mabalaa katika huu mwezi wa Allah tuliokuwa nao. Humuonei haya Allah ndugu zangu? Humuogopi Allah mpaka ufanye mabalaa na matatizo katika mwezi wake Allah subhanahu wa ta'ala? Humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ufanye na uache kufanya leo kwa mazuri katika mwezi huu? Vipi Allah akikukuta unamuasi katika huu mwezi wake yeye mwenyewe, kwa kula riba, kwa kusema ubaya, kwa kufitinisha, kwa kusengenya na kufanya mengi ambayo ni mabalaa ambayo watu tumezoea kuyafanya hata katika hii miezi tuliokuwa nayo? Mwisho wa aya Allah amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu. Kuzidhulumu nafsi zetu ni vipi? Tunasema haya ukayaacha. Ukiacha haya hapa, ujue ya kuwa kwamba we umepata hasara, umekula hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio hivyo tu, Salman al-Farisi, Mfursi huyu alikuwa Salman, na ameitwa Salman al-Farisi kwa sababu ya kujinasibisha kwamba ametoka Ufursi. Amesemaje Salman al-Farisi ani nabi? Mtume amesema manswama, mwenye kufunga yauman, siku moja, min Rajab, katika mwezi mtukufu wa Rajab, faka annama swama alfu sana, ni sawasawa na umefunga miaka 1000. Yani malipo unayapata ni sawasawa na unapewa malipo ya mtu alofunga miaka 1000. Ukao ujiuliza, je, kuna mtu kaishi miaka 1000? Lakini Allah anavyokupenda, na kwa sababu uko ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Allah, Allah anaona ni akupe haya. Haitoshi tu kupewa malipo ya mtu aliofunga miaka 1000, hapana. Anasema wakaannama ataka alfu raqabatin, na ni sawasawa na umewaacha watumwa wakawa huru 1000. Yani unapewa malipo ya mtu aliofunga miaka 1000, alafu pia unapewa malipo ya mtu aliowaacha watumwa huru 1000. Wa man tasaddaqa fihi bisadaqatin, na yeyote atetoa sadaka, ataketoa sadaka katika huu mwezi wa Rajabu, walau kama leo hii kama tunavyoona msikitini hapa kuna ujenzi. Kuna ujenzi msikitini hapa unaendelea na hakuna asojua. Wote tunajua kwamba kuna ujenzi unaendelea msikitini hapa. Wewe ukasema ya Rabbi, mnahitaji nini hapa msikitini? Aha, tunahitaji kitu fulani. Wewe ukatoka, kesha baada ya kutoka ukaenda kununua kitu hicho ukaleta msikitini, au la hasha umeshindwa kununua hicho kitu, ukachangia chochote kitu, hata kama ni shilingi 10,000, hata kama ni shilingi 5,000, hata kama ni shilingi 1,000, wewe ukachangia, kikanunuliwa kifaa kinachohusiana na huo msikiti. Na hususan ni katika huu mwezi mtukufu wa Rajab tuliokuwa na Mtume anasema faka annama tasaddaqa 1000 dinarin, ni sawasawa na umetoa dinari 1000. Dinari ni madini haya ndugu zangu Waislamu. Haya ndio malipo unayapata, dinari 1000. Wakataballahu lahu, wewe utakayetoa sasa, atakayetoa kama leo, ukitoa leo, Mtume anasema wakataballahu lahu bikulli sha'ratin ala jasadihi, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kwa sababu ya kile kidogo ulichotoa, kwa kila unywele ulokuwepo katika mwili wako. Kwa kila unywele ulokuwepo katika mwili wako, wewe utakayetoa leo utakatuandikiwa na Allah. Allah anasema unaandikiwa 1000 hasana, mema 1000. Yani kila unywele mmoja utakayetoa leo unaandikiwa malipo 1000. Hebu piga hesabu nywele za kichwani hapa. Hebu ukae uanze kuhesabu moja. Uwezi kuhesabu, ni kwamba hazina idadi, lakini Allah anajua idadi yake. Na Allah anasema atakayetoa leo japokuwa shilingi 1000, 5000, 1000 ngapi, unaandikiwa kila unywele mmoja uliokuwa nao katika mwili wako unaandikiwa mema 1000. Warafalahu 1000 daraja, kwa sababu ya sadaka yako uliotoa,
unapandishwa daraja 1000. Wa mahaanu 1000 sayyi'a, unafutiwa madhambi 1000. Wa kataba Allahu lahu bikulli yawmin yasumihi, pia utaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila funga unayefunga katika mwezi huu. Wa bikulli sadaqatin, na kwa kila sadaka unayetoa katika mwezi huu. 1000 hajjatan wa 1000 umratan, unaandikiwa hija 1000 tena ambayo ni mabrur. Unaandikiwa malipo ya mtu aliyokwenda hija mara 1000 na mtu aliyokwenda umra mara 1000. Haitoshi, wabana lahu fil jannatin 1000 qasran, unajengewa nyumba 1000 peponi. Aswaliweni bwana Mtume Muhammad. Hayo ndio malipo anayapata mfungaji na mtoaji katika huu mwezi tuliokuwa nao wa Rajab. Huu ni mwezi wa Allah ndugu zangu Waislamu, na ni moja ya miezi mitukufu. Tuheshimuni huu mwezi, na kuheshimu huu mwezi ni kufunga. Kuheshimu huu mwezi ni kupambana na nyiradi. Kuna watu wamechelewa, tumesema katika huu mwezi pia kuna nyiradi zake za kufanya. 10 la kwanza kuna nyiradi zake, 10 la pili kuna nyiradi zake, 10 la tatu kuna nyiradi zake. Na Mtume kasema, man qala, atakayesema katika 10 la kwanza, kwa wale ambao walikuwa hawakuwepo toka mwanzo katika hutuba ya kwanza, tuchukue faida tupate ukafanyie kazi. Mtume anasema atakayesema katika 10 la kwanza mpaka liishe lote, subhanal hayyul qayyum, mara 100 kila siku, yani ukawa ni uradi wako. Subhanal hayyul qayyum, anza sasa hivi, sio leo, hapana, yani uanze sasa hivi uradi wako huo. Subhanal hayyul qayyum mara 100 kila siku. 10 la pili likaja, ukasema subhanallahil ahadus samad, subhanallahil ahadus samad, subhanallahil ahadus samad. 10 la pili hilo likaja. 10 la tatu, subhanallahir rauf, subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Utakeanena haya maneno matatu haya katika 10 la kwanza, katika 10 la pili, katika 10 la tatu, ukawa unasema. Malipo yake ni yapi? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala anakupa malipo ambayo lam yasifu alwasifuna ma yu'ta Allah ta'ala minas thawab. Hatoweza msifiaji, yani atokee mtu mbinguni, atokee mtu ardhini, ekesha aanze kuyahesabu yale malipo unayapata kwa sababu ya kuyanena haya maneno, basi akaya asifia, hatoweza kusifia ma yu'ta Allah ta'ala minas thawab, atakachokupa Allah subhanahu wa ta'ala katika thawabu. Haya ni malipo madogo. Yani sisi umati Muhammad, uzuri wetu, ukifanya kitu kidogo unapata kitu kikubwa. Na hiyo kwa sababu ya ubora wetu tuliokuwa nao. Kitu kadogo malipo makubwa. Angalia kwanza kwa kusema tu hivi neno hivi. Mara nyingine wewe ukawa unatembea barabarani, upo kazini kwako, unafanya shughuli zako, subhanallahil ahadus samad, subhanallahil ahadus samad. Upo kazini hivyo, subhanallahil ahadus samad, upo kazini unafanya shughuli zako, ukawa unasema. Uzuri kama hata ukiwa huna udhu, unasema tu iradi, dhikri. Ukiwa una udhu unaweza kufanya kumswalia Mtume, unaweza ukawa una udhu ukamswalia Mtume. Hata ukiwa kwa ndani ya janaba, lakini ya khairi ya mke na mume, umetoka kwenye tendo lako ukakaa ukamswalia Mtume, tena unapata malipo makubwa. Uwe una udhu na janaba, ukifanya hayo yote nena unapata malipo tofauti na kusoma Qur'an na kuingia msikitini. Tunafahamu hivyo. Sasa tumalizie. Mtume anasema raaitu lailatal mi'raj, Mtume aliona usiku wa Mi'raj, naharun, mto, mauhu, maji yake, ahla min al-asal, ni matamu kuliko asali, wa abrada min al-thalji, na ni baridi kuliko thaluji, wa atyab min al-miski, na ni ana harufu nzuri kuliko miski. Faqultu li Jibrail, Mtume akasema kumuuliza Jibrail, liman hadha, hii ni kwa ajili ya nani ewe Jibrail? Hakaka mtu haka ni kwa ajili ya nani ewe Jibrail? Qala, Jibrail akasema, liman swalla alayka fi Rajab, kwa ajili ya yule atakaye kuswalie katika mwezi mtukufu wa Rajab. Aswaliweni bwana Mtume Muhammad.
pia atakayemsalia mtume katika huu mwezi mtukufu wa Rajab ana mto wake peponi. Mtume kadhihirisha, kasema kwamba alipoenda peponi, eti alipoenda safari yake Isra na Mi'raji, aliuona mto. Baada ya kuona mto, mtume katika hii safari, na bahati nzuri ndo mwezi wake mwezi 27 ndo mwezi 27, ama kwa Kiswahili cha kawaida tarehe 27 ya mwezi huu, sio ya mwezi wa 12, hapana, ya mwezi huu wa Rajab. Tarehe 27 ndo tarehe ambayo ndani yake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alipandishwa safari yake ya Isra na Mi'raj. Hasa hiyo siku ya 27 mtume alipopelekwa Isra na Mi'raj, alipoenda Mi'raj ndo aliukuta mto. Baada ya kukuta mto, mtume akauliza, ewe Jibril, je, huu mto ni wa nani? Ni kwa sababu ya nani umeumbwa? Akasema, huu mto ni kwa sababu ya yule ambaye atakayekuswalia wewe katika huu mwezi wa Rajab. Tumswalieni bwana mtume Muhammad. Ukikaa zako Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi, ukawa unamswalia mtume walau hata mara 10, mara 1000, mara 100, kwa idadi usioijua. Ukimswalia mtume katika huu mwezi, ujue kabisa yako kama kwa imani yako na kwa itikadi yako na kwenda kunywa katika huo mtu. Allah tujalie katika wale ambao wanampenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru ila rabbikum, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tubu, kisha mtubieni. Wajtanibul maasi, kisha jiepusheni na maasi. Fi shahril haram, katika hii miezi mitukufu. Wa huwa Rajab, na hususan katika huu mwezi wa Rajab tumtake sana msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Tujiepushe na mabala na maasi. Tufanye istighfari, tufanye lokwa mazuri, tuache lokwa mabaya. Katika huu mwezi mtukufu wa Rajab tutafaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hadithi ya mwisho ya Ibn Malik, Anas ibn Malik anasema, man salla ba'da al-maghrib fi al-lailati min Rajab, atakayeswali baada ya swala ya magharibi katika usiku wa Rajab. Sunna hii haijasema ni Jumaa ngapi wala ni siku gani, iwe tu ni usiku katika mwezi huu mtukufu, na iliyokuwa bora zaidi ufanye katika haya masiku ya mwanzo haya. Kwa hata leo baada ya swala al-maghrib ukaifanya hili. Anasemaje? Man salla ba'da al-maghrib, atakayeswali baada ya swala ya magharib, fi lailati min Rajab, katika usiku katika mwezi mtukufu wa Rajab, 20 rakaa, rakaa 20. Ukaswali rakaa 20. Hizi rakaa 20 ukao unaziswali mbili mbili, utatoa salamu mara 5 kama sikosei, mara 5 mara 10, kitu kama hicho. Utatoa salamu mara 10 mbili mbili mpaka zifika 20. Anasema yuqra'u fi kulli rak'atin fatihatil kitab, kila rakaa moja utasimama utasoma alhamdu wal ikhlas na qul huwallahu. Kila rakaa moja unasimama unasoma alhamdu na qul huwallahu kila rakaa. Hakuna sura nyingine. Bismillah, amin, alhaqul huwallahu ahad, mwisho unaenda kuruku, unasujudu, unasimama alhamdu wala dhalin, qul huwallahu, mwisho unakata yatu, unatoa, unarudi tena mpaka zifike hizi, unapiga salamu mara 10 kama alivyosema. Asara taslimat, naam, hapa pia kaeleza salamu ziwe 10. Malipo unayopata, hafidhahullahu ta'ala, atakuhifadhi wewe Allah, wa ahli baitihi, na watu wa nyumbani kwako. Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi wewe na watu wa nyumbani kwako, kwa maana kama una mke, una watoto, una baba, una mama, wa man ta'allaqa bihima, na wale ambao wanakufungamana na wewe, ndugu zako wote, wa iyali, na hata watu wa jirani yako, majirani zako, unampenda umpendi, Allah atamuhifadhi. Kwa sababu sasa usije ukaita uchoyo hapa kasa, kwa sababu kuna fulani mimi simpendi pale, siwezi kufanya hichi kitu anufaike na yeye. Tukome jukumu mwenyewe Sheikh, kwa sababu kuna watu wanaishi na majirani zao kama chui na paka Sheikh. Yaani mtu hamtende yeye majirani yake, anamchukia vibaya jirani yake, yuko tayari afe jirani yake. Kila siku ya Mwenyezi Mungu askari hawaishi nyumbani kwake kwa sababu ya jirani yake.
Kila siku anamfanyia vituko anapeleka huko. Yaani hivyo tu ili mada mkomoe tu. Sasa yote Mtume anasema ukiswali jirani yako anapata Sheikh, hata kama umpendi anapata. Allah anamuhifadhi yeye, Allah anakuhifadhi wewe, mkee, familia yako, babako, mamako, kila mmoja katika ndugu zako wa iyali na watu wako wa karibu, minal balai dunia wa adhabil akhirah, kutokamana na mabalaa ya duniani na mabalaa ya akhirah. Nimefanya mimi, naona faida yake mimi. Hebu tenga muda wako swali hizi rakaa. Sheikh, hata kama ulikuwa na mazito kiasi gani, fanya, Allah atakufanyia pesa hafifu. Na usije kwa swali kwa sababu nimesema mimi, hapana, swali kwa ajili ya Allah. Usisema kwa sababu Sheikh asema ni swali, alafu ikifika hatua ujaye ukapata baraka sema Sheikh muongo yule mtuzanganya kwenye khutba. Hapana mashekhe, fanya kwa ajili, kwa sababu wengi anafanya nilimsikia Sheikh fani kasema fanya kwa ajili ya Allah, usifanye kwa sababu mimi nimesema. Kwa sababu Sheikh mimi naweza nikasema hapa kwenye mimbar, baada ya kusema kile kitu ukaenda ukifanya, baada ya ukifanya kikaacha kufanikiwa, lama zinakuja kwangu. Muongo yule, katudanganya kwenye mimbar yule. Hapana, unapokuwa unafanya fanya kwa ajili ya Allah, usifanye kwa sababu mimi nasema tu na kuelekeza. Allah akiamua kufanyia atakufanyia, lakini uhakika kuna mwenye ambaye ana mashaka na Allah au na mtume? Hakuna mwenye ambaye ana mashaka na Allah na mtume. Kila mmoja anamwamini Allah, anamwamini mtume. Kikubwa ikhlasi katika moyo, sio moyo tu, hapana, wa ikhlasi nia, na nia iliyokuwa nzuri pia. Uwe na ikhlasi ya moyo, uwe na ikhlasi ya nia, na pia uyafanye sawa sawa yale unayafanya. Sio mara nyingine upo katika hiyo sunna umepiga Allahu Akbar, baada kupiga Allahu Akbar mara nyingine Taifa Stars inacheza huko, wewe unasikilizia habari kafunga hajafunga, unasikilizia tena. Hakuna vitu kama hivyo Sheikh. Inabidi akili yako itulie pale pale kwenye hiyo kitu unachokifanya, sio unafanya hapo alafu akili imehama mwisho unakuja kuleta lama kwangu. Hapana ndugu zangu Waislamu, tufanyeni kwa ajili ya Allah. Tusiache hizo nyiradi za mwezi huu, tusiache kufanya kila kitu katika mwezi huu, na tuna imani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatufanyia pesa insha Allah. Na tumuombe Allah kwa baraka mwezi huu mtukufu wa Rajab tukaishi katika jannatul firdaus pamoja na bwana mtume Muhammad. Kwa baraka ya bwana mtume Muhammad SAW tukaishi katika jannatul firdausi. Sio sisi tu, hapana, pamoja na wazazi wetu wawili, baba zetu, mama zetu, inshallah tukaishi katika jannatul firdausi pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن أول من استحق من بعد الخلاف بالتحقيق قاتل الكفرة والرفضة والزنديق أفضل الصحابة الشيخ الكبار معدن الصدق والوقار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار الصادق الصديق قابل الرفيق والإمام الحق والتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن بقية صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا الرمضان. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا الرمضان. اللهم اجعل هذا اليوم، اللهم اجعل هذا الشهر أعواما بعد أعواما والسنين بعد سنين، راضين غير ساقطين، مجتمعين غير متشتتين، مقبولين غير مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.